Yesu asifiwe sana, na tunamshukuru Mungu tena kutupa neema siku nyingine ya leo kukutana tena na kuendelea kujifunza kama ilivyo kawaida yetu. Lakini pia siku ya leo namshukuru Mungu kwa kunipa somo jingine ambalo tutatembea nalo. Ambalo somo lenyewe linasema kwamba ni vita ya kiroho katika lango la usikivu. Vita ya kiroho katika lango la usikivu. Na kama unapokuwa unajua kama mwanadamu ana aina ya maisha mawili, na maisha ya roho pia, lakini ana maisha ya mwilini pia kama ilivyo hapa. Na hapa nataka nizungumzie kwa habari hasa ya maisha ya rohoni. Na ndio maana kichwa cha somo kinazungumzia kwa habari ya vita ya kiroho katikati ya lango la usikivu. Kwa hiyo inazungumzia vita anaweza kaipata mtu katika lango lake la usikivu wa rohoni. Anapoweza kukutana na vita na changamoto zozote za kwa habari ya usikivu wake wa maisha ya rohoni. Na kama unavyojua kama mwanadamu, ukisoma katika Bible za biolojia za kawaida utasoma, utafahamu kwamba utajua kama mwanadamu ana milango mitano ya fahamu, si ndio? Lakini mlango mmoja wapo ni usikivu. Mlango mmoja wapo ni usikivu. Na pia katika ulimwengu wa roho ndivyo ilivyo. Mwanadamu pia ana lango moja linaloitwa usikivu. Usikivu wa rohoni, unapokuwa umepata shida, umepata shida, unaweza kumletea matokeo ambayo ni hasi kwa mtu ambaye ni wa rohoni pia. Kwa kuna matatizo anaweza kukutana nayo kwa maisha ya rohoni pia, anaweza sikapate vitu ambavyo anaweza kuvifanya katikati ya ulimwengu wa roho, asiendelee navyo kuvifanya tena. Kwa hiyo maana tuna kichwa cha somo ambacho kinasema vita ya kiroho katikati ya lango la usikivu. Kwa hiyo unapozungumzia usikivu ni lango. Kama ilivyokuwa ni lango katika mwili wa kawaida, pia usikivu ni lango katikati ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo shetani anaweza kautumia lango la usikivu kwa ajili ya kuweza kuichukua maisha yako au kubadili hatima yako au kukupata katika namna yote ya ulimwengu wa roho. Pia Mungu huweza kutumia lango hili ili kwa habari ya lango la usikivu wa rohoni kwa ajili ya kuweza kumimanisha mtu na kumtengeneza mtu. Kwa hiyo unapotazama lango utazama usikivu ni lango ambalo linaweza kutumika pia katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuweza kumimanisha mtu. Pia shetani hulitumia hilo lango la kiroho la usikivu kwa ajili ya kuweza kumpata mtu katikati ya mifumo tofauti. Hasa ukisogea mfano katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 ambapo anasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo mwanadamu anaenenda katika mwili, tunaishi katika mwili, lakini hatuishi katika mwili peke yake. Tuna maisha mengine katikati ya ulimwengu wa roho. Ndio maana anazungumza kwa habari ya kusema maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa vita vyetu sisi watu ambao tumeokoka, tunamwamini Kristo, vipo katikati ya ulimwengu wa roho. Na hivyo shetani huanzia na unapeleka katika vita vyetu. Unapozungumzia vita vya kiroho, una upana wake katikati ya ulimwengu wa roho. Lakini nataka nikupeleke peke yake katikati ya lango la usikivu peke yake. Kwa anapozungumzia kwa maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana yake tuna maisha na tunaishi kama kawaida katika mwili, lakini pia tuna maisha mengine katikati ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa ukitazama mfano nikurudisha katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Ili kupeleka katika somo letu ambalo linasema vita ya kiroho katikati ya lango la usikivu. Vita ya kiroho katikati ya ulimwengu katikati ya lango la usikivu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 mstari wa 13, Biblia inasema hivi, kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Kwa ukitazama unapoizungumzia vita ya kiroho, anazungumza pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 13 pia. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii. Narudia tena, anasema hivi, na wakisikia hawasikii. Kuwa na masikio sio shida, lakini unaweza kusikia pia usifahamu kile unachokisikia wala kukielewa. Ndio maana anazungumza, anasema hivi, wakisikia hawasikii. Maana yake kila ambacho Mungu anapotaka kusema na mtu, maana yake kunakuwa na kitu ambacho Mungu alikuwa anazungumza nacho kwa ajili ya mtu kuweza kukipata. Anaweza kasikia katika namna ya mwili, lakini kwa habari ya rohoni anaweza asisikie. Ndio maana tunaweza tukaenda peke yake katika mwili, lakini kwa habari ya rohoni tukawa tumekufa. Kwa hiyo unapoizungumzia vita ya kiroho katikati ya lango la usikivu, maana yake shetani hutumia njia hii kwa ajili ya kuweza kuweza kumtia uziwi mtu asipate kuweza kusikia kila ambacho anasemeshwa na Mungu, kuweza kuisikia sauti ya Mungu katikati ya ulimwengu wa roho. Na ukisoma pia katika kitabu cha Isaya sura ya 9, sura ya 6 mstari wa 9, Isaya. Ukisoma kitabu cha Isaya ile sura ya 6. Isaya ile sura ya 6 mstari ule wa 9. Biblia inasema hivi, naye akaniambia, nenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Mimi point yangu ipo pale inaposema hivi, fulizeni kusikia lakini msifahamu. Shetani anaweza kukuacha usikia
katikati ya anaweza kuacha usikie, lakini kitu ambacho Mungu anakopa anataka upate kuweza kukipokea kutokana na sauti ya kimaelekezo. Maana Mungu anapozungumza na mtu katikati ya ulimwengu wa roho kwa habari ya vitu tofauti tofauti, maana kuna maelekezo huwa anayaachia katikati ya ulimwengu wa roho. Kwa shetani anachokuwa anakifanya ni kuondolea ule ufahamu wewe kuweza kufahamu kile ambacho Mungu alikuwa anakusemesha. Kwa hiyo maana tunazungumza kwa habari ya vita ya kiroho katikati ya lango la usikivu. Kwa hiyo unapozungumzia lango la usikivu, okay, anaweza kuwa ni mmiliki Mungu mwenyewe katikati ya lango lako la usikivu wa ulimwengu wa roho, lakini pia shetani pia anaweza kuwa ni mmiliki wa lango, kwa sababu unapozungumzia lango lazima liwe na mmiliki. Mmiliki anayeweza kusimama katikati ya lango, kwa sababu kwenye lango hawezi kukaa wamiliki wawili tofauti, miungu miwili tofauti mahali pamoja. Kwa hiyo kama atakapo ni Mungu, maana atakaa katikati ya lango lako la usikivu, jua kwamba utapokea maelekezo ya kimungu na utaisikia sauti ya kimungu katikati ya lango lako. Lakini pia hivyo hivyo shetani anapokuwa amekaa katikati ya lango lako la usikivu, anaweza kukaa na kuachilia vitu vya kwake, akakutia uziri wa kwake na ukashindwa kupokea vitu vingine tofauti ambavyo Mungu anataka wazi apate kuweza kusema pamoja na wewe. Na ukija mfano pia katika kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 13 ambacho tumekisoma mstari ule wa 13, kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 13, Mathayo ile sura ya 13 ule mstari kuanzia wa 13 ambapo tumesoma pale, ambapo alikuwa anasema hivi: kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama haoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Okay, kwa nini hawa watu wasikie waweze kusikia lakini hawataweza kukipokea kile kitu ambacho wanatakiwa waweze kukipokea katikati ya usikivu wao? Maana yake ni shetani anakaa hapo katikati ya hilo lango la usikivu wao kwa ajili ya kupofusha au kutia giza wasipate kuelewa kile ambacho Mungu anasema nao katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tutatembea pia, nitakusogeza, tunataka nikupeleke katika sababu ni kwa nini kuna vita ya kiroho katikati ya lango la usikivu wa kiroho. Tazama huko mwanzo nilikuwa nakupitisha kidogo upate kuweza kutambua kwamba japokuwa tunaenda katika mwili tufanye vita kwa jinsi ya mwili, pia upate kuweza kutazama kwamba kuna vita huwa inafanyika katikati ya lango la usikivu wa mtu katikati ya ulimwengu wa roho. Lakini ni kwa sababu gani shetani huwa anavinua hivi vitu katikati ya ulimwengu wa roho, kufanya vita vya kiroho katikati ya lango la usikivu? Kuna mambo kadhaa tutayatazama hapo na sababu kama 4 na nitakuonyesha. Sababu ya kwanza anasema hivi: shetani anafanya vita kwa ajili ya kuzuia imani itakayofanyika ni msaada kwako. Okay, nimekutazamisha hivi kwamba kwa ulimwengu wa roho mwanadamu jinsi tunavyokuwa tunaenda, hatuendi pekee katika mwili, tunaenda pia katikati ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo shetani huwa anafanya vita kwa ajili ya kuzuia imani itakayoweza kufanyika ni msaada kwa mtu. Okay? Ukisoma katika kitabu kile cha Warumi ile sura ya 10 mstari wa 17, Biblia inasema hivi. Ukisoma katika kitabu kile cha Warumi ile sura ya 10, kitabu cha Warumi ile sura ya 10 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Okay? Kwa hiyo kama basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, vipi shetani akakuzuia usipate kuweza kusikia jinsi unavyotakiwa uweze kusikia? Maana yake hautaweza kuipokea imani inayotakiwa upate kuweza kuipokea. Kwa mtu mfano ambaye hajaokoka, hasa kwa mtu ambaye anaokoka, utakutana na mtu atakwambia, yani hata uniambiaje siwezi nikakusikiliza wala siwezi nikaokoka. Okay, ni kwa nini? Maana yake kusikia kwake, usikivu wake ushapigwa au ushazuiliwa, kwamba asiweze kupokea imani itakayoweza kutokana na kusikia kwake. Na ndio maana mstari ni sababu ya kwanza nasema hivi: kwa ajili ya kuzuia imani itakayofanyika ni msaada kwako. Okay, Mungu anapokuwa anasema na mtu au ni neno linaachiliwa kwa mtu, huwa linaachiliwa kwa ajili ya mbegu tofauti, na mbegu mojawapo ni kuachilia imani ndani ya mtu. Na kama wapo mbegu mojawapo kuachilia kwamba kusikia kwa mtu ni waga kunaachiliwa, ni mbegu mojawapo huwa ni imani, huwa inaachiliwa ndani ya mtu. Shetani atakapoweza kuzuia kusikia kwa mtu, maana kitayari shetani atakuwa ameweza kuzuia imani isipate kuweza kuzalishwa ndani ya mtu. Okay, ni mtu ambaye hajaokoka, tupo tunamhubiri apate kuweza kuokoka. Ni mtu ambaye tunamhubiri apate kuweza kuokoka. Okay, amezuiliwa katikati ya habari yake ya usikivu. Maana huyu mtu hataweza kupokea imani itakayoweza kumwezesha apate kuweza kuokoka na kumpata kumjua Yesu Kristo. Maana ndio maana nimekupeleka kwa sababu nasema kwa ajili ya kuzuia imani itakayofanyika ni msaada kwako. Shetani anafanya vita ya namna hii kwa ajili ya kuweza kufanya vita mtu asipate kuweza kuipokea imani itakayoweza kuachiliwa kufanyia kwake ni msaada. Okay, kama ni mgonjwa, okay, shetani hata muweza kumruhusu huyu mtu apate kulipokea neno ambalo hilo neno litaweza kuzalishwa ndani yake kufanyika kuwa ni imani kwa ajili ya uponyaji wake. Nini ambacho kimekamatwa kwake? Kimeshakamatwa matokeo na imekamatwa imani. Maana kimezuiliwa imani ya uponyaji kwake asipate kuweza kupokea imani ya uponyaji kwake. Maana ni uponyaji hataweza kupata. Huo ni msaada uko umeachiwa kwa baadhi ya neno. Maana apokee imani, alafu kisha apate kuweza kupokea uponyaji. Lakini kwa kuwa imani imeshazuiliwa, maana uponyaji hautaweza kupatikana. Na ndivyo ilivyo pia mtu anapokuwa amezuiliwa katikati ya kuzuiliwa kwa imani kwake
kumfahamu Kristo, hataweza kumfahamu Kristo. Kwa sababu gani? Imani yake imeweza kuzuiliwa. Na ndio maana anazungumza katika kitabu cha Warumi ile sura ya 10 mstari wa 17, anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kama kusikia huja kwa neno la Kristo. Okay, kama imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mtu ameshazuiliwa katikati ya usikivu wake, manake katikati ya ulimwengu wao hawezi kusikia tena. Manake nini kishazuiliwa? Kilichozuiliwa ndani yake ni imani, na kwa imezuiliwa ndani yake. Manake imani iliyotakiwa kufanyika ni msaada kwake. Kama ni Mungu alikuwa anamsemesha huyu mtu, amekuwa ameachilia neno kwa ajili yake apate kuweza kulipokea ile neno, lipate kuweza kufanyika kuwa ni mbegu ndani yake ya kiimani. Huyu mtu apate kuweza kuokoka, hataweza kupokea kile kitu ambacho Mungu alikuwa amemkusudia apate kuweza kupokea. Ikopo kama ni neno ambalo limeachiliwa ndani ya mtu, lipate kuweza kufanyika kuwa ni msaada ndani yake, ili imani ipate kuachiliwa kwa ajili ya mahali pengine kwa napitani kwenye changamoto, kwenye nini, apate kuweza kuvuka hapo. Huyu mtu ameshazuiliwa kwa sababu ya usikivu wake. Maana huyu mtu atakwama, atakosekewa au atatindikiwa ile imani itakiwa apate kuweza kuwa nayo kwa ajili ya kumvusha mahali alipotakiwa kuweza kuvuka. Utakutana na watu wengi ndani yao wanakosa neno, ambalo neno ndani yao litakiwa liweze kufanyika kuwa ni chanzo cha imani kwa ajili ya kuweza kuwavusha kwenda kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Kwa sababu gani? Shetani ameshakamata kwa habari ya usikivu wao. Nayo kwa habari ya usikivu wao. Na ndio maana si kama mtu ambaye anaweza kaenda mtu kuhudhuria ibadani, unaweza kuwa kuhudhuria ibadani lakini usiokoke. Kwa sababu gani? Shetani anaweza kuzuia lango lako la usikivu. Imani yotakiwa izalishwe ndani yako kwa ajili ya kumfahamu Yesu Kristo, umuelewe Yesu Kristo, upate kupokea wokovu. Ikishazuiliwa, maana yake huo wokovu hautaweza kuupata. Kwa sababu gani? Lango limezuiliwa. Na ndio maana anazungumza pia hivi. Anasema hivi, kama hakuna usikivu, pia hakutakuwa na imani. Usikivu wao, anasema hivi, pia tusome katika kitabu cha Marko ile sura ya 5 pia mstari wa 25 mpaka 29. Kitabu cha Marko ile sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 29. Lakini kabla tujasoma hapo, pia nikupeleke katika kitabu kile cha Warumi ambacho tumekisoma 10:10, nikupeleke pale 10:10. Rudi 10:10 pale. Anasema hivi, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Okay? Anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Na sababu moja wapo nimekuonyesha kwa nini shetani huwa anafanya vita vya kiroho katika lango la usikivu ndani ya watu, ni kwa ajili ya kuzuia imani itakayofanyika ni msaada kwa mtu. Okay? Kama anafanya vita kwa ajili ya kuweza kuzuia imani ambayo itaweza kufanyika ni msaada kwa mtu. Maana yake anasema hivi katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa maana yake ni msaada ambao utakayofanyika kwa akili apate kuweza kuipata haki yake. Lakini amezuiliwa kwa sababu ya usikivu, atatindikiwa imani ambayo itakiwa aweze kuipokea ili apate kuweza kuipokea haki yake. Na ndio maana anazungumza kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa shetani hata